Hii ni tamthilia ambayo inaitwa Kiss. Ni tamthilia ambayo imekuja kufanya mapinduzi makubwa zaidi kati ya tamthilia za mahusiano, tamthilia za mapenzi au love season. Hebu tazama na ufuatilie hiki ambacho nimekuwasilishia kwa hivi sasa ili tupate uchambuzi kuhusiana na tamthilia hii ya Kiss. Ebana, katika siku zote za maisha ya mwanadamu, maisha yamekuwa ni yenye kuleta picha tofauti tofauti. Picha hizo huleta katika kutokana na situation ambayo mtu anakuwa anaipitia. Hivyo basi, kupitia situation ambayo watu wengi wanaipitia kwenye mahusiano yao, kwenye mapenzi yao, nimekusogezea hii hapa, inaitwa Kiss. Kiss bwana, ni tamthilia ambayo kwa kiasi kikubwa imekuwa ni tamthilia ambayo watu wengi sana wamekuwa wakipenda na kuifuatilia kutokana na jinsi ambavyo maudhui ambayo yamewekwa na mwandishi wa tamthilia hii ndicho kitu pendwa zaidi ambacho watu wameona kwa wakati huu hapa ni bora waweze kuifuatilia tamthilia hii ya Kiss. Kimsingi zaidi naweza nikakwambia kwamba Kiss ikiwa inamaanisha kwamba furaha ya kuweza kusambaza upendo wa kweli kati ya mmoja kwenda kwa mwingine, hasa hii huhusika zaidi kwa mwanamke na kwa mwanaume pia. Lakini pia inaweza kuhusika kwenye familia. Unaweza ukamkisi mtu kwenye paji la uso, au ukamkisi mkononi, ukamkisi shavuni, au sehemu yoyote ya mwili wa mwanadamu. Inategemeana huyo ni nani yako na unaweza kuvuka mipaka mpaka katika kiwango cha aina gani. Basi nikwambie kwamba katika siku zote tumekuwa tukisikia upendo, watu wakielezea upendo wa wapenda nao, wakieleza siku ambayo usherekea kama Valentine Days, na wengine husema kwamba mapenzi au upendo wa kweli au hitaji wiki moja au mwezi mmoja kudhihirishwa kwa wapenda nao, bali isipokuwa kwa mwaka mzima. Upendo unatakiwa umpende mpendo wako na sio tu katika siku maalum. Kama siku maalum ya upendo ikiwakuta mko katika morali ya kupendana, basi hiyo ujitafsiri vizuri na inakuwa ina maana njema kabisa kati ya hao watu wawili. Baina ya watu wawili kunakuwa kuna muunganiko mzuri ambao kwa kiasi kikubwa huleta tafsiri nzuri ya mahusiano. Katika hii tamthilia ya Kiss, kama umeshaweza kuitazama na kuifuatilia, unaweza ukaandika maoni yako kuhusiana na upendo ambao wamekuwa wakiuonesha katika tamthilia hii pendwa kabisa, ambapo imekuja kuleta mapinduzi makubwa sana, na tuseme tu kwamba inafanya vizuri zaidi na imechukua mashabiki wengi sana ambao wamekuwa wakifuatilia tamthilia hii, na kimsingi wamekuwa wakielewa zaidi tamthilia hii hapa ya Kiss kutokana na maudhui ambayo yametengenezwa na mwandaaji wa tamthilia hii. Tamthilia hii bwana, imekuwa ni tamthilia ambayo inaelekeza zaidi na inafundisha zaidi katika masuala ya mahusiano, lakini pia inaelekeza na kufundisha katika muktadha mbalimbali kuhusisha katika saikolojia za mapenzi na uaminifu pia katika kila hatua ambayo mwanadamu anakuwa anaipita au anaipiga kuisogea mbele, ndipo hapo kesho ya mtu yoyote ubadilika na kuwa katika taswira nyingine. Kwa hiyo siku zote imekuwa hivyo na watu wengi sana wameendelea kuifuatilia zaidi, na kwa kiasi kikubwa zaidi wamekuwa wakimpenda zaidi na zaidi mtu ambaye anaitunga na kuiandaa tamthilia hii kukufikia wewe kokote kule ambako uliko. Na katika viwango ambavyo vimewekwa kwenye kufuatilia na kupenda kile ambacho watu wanakuwa wanafanya, imekuwa ni tamthilia ambayo kwa kiasi kikubwa wadau wengi sana katika mitandao ya kijamii, hususan katika mtandao platform ya YouTube, watu wamekuwa wakifuatilia kwa kina zaidi kutaka kutambua ukubwa na ubora zaidi katika vile ambavyo vinavyoendelea kuzungumzwa, kuelezwa kila iitwayo leo. Katika hayo yote ambayo umeyasikia nimekuelezea yanayohusiana na mahusiano ya kimapenzi,
Unaweza ukaniambia ni movie gani nyingine ya mahusiano inaweza ikaizidi hii Kiss au inaweza ikaisogelea zaidi? Maana kuna tamthilia nyingi sana ambazo zimekuwa zikiigizwa na wadau wengi sana wamekuwa wakifuatilia tamthilia nyingi ambazo kikawaida zimekuwa zikiigizwa na watu wamekuwa wakifanya vizuri sana katika tamthilia zao. Wasanii wanafanya vizuri sana. Unaona, kuna tamthilia nyingi sana ambazo zinafanya vizuri zaidi na zaidi. Unaona bwana. Sasa unaweza ukaandika maoni yako. Je, unaipa asilimia ngapi tamthilia hii ambayo inaitwa Kiss? Lakini pia katika upande wa maandalizi wa story, watunzi wa story na waigizaji katika tamthilia hii, unaweza ukatoa maoni yako na wewe katika story ambayo umeweza kuifuatilia. Je, unadhani hii story inaweza ikawa na kila kile ambacho wewe ulikuwa unakihitaji? Kwa sababu tamthilia nyingi bana zimekuwa zinaanza vizuri lakini mwishowe zinaishia katika sintofahamu. Sasa unaweza ukatuambia tamthilia hii hapa katika upande wa sintofahamu, wewe unaiona au hauioni? Bana, nikushukuru sana kwa your time, kwa sababu umekuwa nami katika ubora zaidi mwanzo, ambapo tulikuwa tumeanza kuelezeana hiki ambacho umeweza kukisikia. Basi wakati huu nikutakie wakati mwema, lakini fanya kitu kimoja. Fanya usubscribe chini hapo video hii kuna neno limeandikwa subscribe. Kisha subscribe unakuwa ni moja kati ya watu ambao mtakaokuwa mkipata taarifa zetu kila wakati ambao tunakuwa tunapandisha kazi zetu. Bana, nikushukuru sana, niwashukuru sana kwa ile time. Hadi wakati mwingine tena, wakati huu unatakia wakati mwema, hadi wakati mwingine. Bye bye.